ما تخطى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ndugu zangu Waislamu, ama sasa hivi tutazungumzia kuhusu mambo yanayohusika katika kuweka kilio au matanga, na pia mambo yanayotakikana kwa mwanamke wakati akikaa eda. Ama matanga yanapotakikana kuwekwa katika Uislamu ni kuwa yasizidi siku 3. Ama kwa mwanamke ambaye amefiwa na mumewe, basi anatakikana akae eda miezi 4 na siku 10. Lakini mwanamke akikaa eda, kabla ya kukaa eda kuna makosa yanafanyika, nayo ni kuwa kuna baadhi ya watu huwa wanaita mashekhe kwenda kumsomea nia mwanamke huyo kabla ya kukaa eda. Hakika jambo hili halina uthibitisho wowote ule kuwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam au masahaba zake wamefanya jambo hili wakati mwanamke alikuwa amefiwa na mumewe. Hakika nia ya kitu chochote kile katika Uislamu ni ile nia ambayo anaiweka mwanadamu katika moyo wake. Kwa hiyo kama vile mtu anapotia nia wakati anapotaka kusali, basi mwanamke akifiwa na mumewe akitaka kukaa eda, basi na yeye hivyo hivyo anatia nia katika moyo wake kuwa yeye anamkalia eda mumewe huyo, na si lazima kwenda kuitwa watu na kuanza kumsomea mwanamke huyo nia hiyo, kwani jambo hilo linakatazwa. Ama kuhusu matanga, kuna baadhi ya watu wakikaa katika matanga hayo au vilio, huwa wanafanya makosa makubwa kabisa na kufikiria kuwa vilio hivyo ni mahali pa watu kwenda kukutana na kuzungumza mambo yao ya dunia. Lakini wanasahau kuwa huyo ndugu yao Muislamu aliyefiwa na ndugu yake anataka apate utulivu kutoka kwa ndugu zake Waislamu. Pia inatakikana sisi Waislamu tujitahidi kuwapoza ndugu zetu ambao wamefikwa na misiba hiyo. Na katika vilio vyetu siku hizi kuna makosa mengi kabisa yanafanyika, nayo mfano ni kuwa baadhi ya watu wakikaa katika vilio hivyo huwa wanakaa kumsema maiti ambaye ametangulia mbele ya haki kuwa maiti huyu alikuwa akifanya jambo hili na lile, na maiti huyu ni mbaya, alikuwa akichukia watu na kadhalika. Pia jambo jingine watu wanalofanya kuwa ni makosa, baadhi ya watu huwa wanaleta magazeti katika vilio hivyo na kusoma magazeti hayo na kusahau kuwa ndugu yao Muislamu anataka apewe pole na pia asaidiwe katika kilio hicho. Na jambo jingine linalotokea katika vilio vyetu siku hizi ni kuwa baadhi ya watu huwa wanachukua simu zao GSM katika vilio hivyo na kuanza kuzungumza mambo yao ya biashara na kusahau kuwa ndugu yao Muislamu amefikwa na msiba. Jambo jingine, na hili ni la kusikitisha kabisa, ni kuona Waislamu siku hizi wakienda kwenye vilio na wakazuiliwa kula chakula cha mchana au cha usiku, basi Waislamu hao wanakubali kubaki na kula vyakula hivyo katika vilio hivyo. Hakika jambo hili linakatazwa, kwani linasababisha watu waanze kufanya israfu ambayo Uislamu umekataza. Na hapo watu wengi wakikubali kubakia katika kula vyakula hivyo, vinasababisha vyakula kutupwa katika mauchafu, na pia kusababisha wale waliofikwa na msiba huo kutumia saa nyingine pesa za maiti huyo ambaye ametangulia mbele ya haki, au kutumia pesa alizoacha za urithi wa watoto wake. Na pia jambo jingine la makosa linalofanyika katika vilio vyetu siku hizi ni kusoma khitma, na watu wengi wanazungumzia kuhusu jambo hili kusema kuwa kwa nini haifai kusoma Qur'an.
kweli waislamu wanatakikana waisome Qur'ani kila mahali na katika kila wakati, lakini katika vilio haijathibiti kabisa kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipofiwa na watoto wake siku ya mwisho ya 3 aliwagaia watu Qur'ani na wakaanza kusoma, bali bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake walikuwa wakiweka vilio siku 3, na siku ya mwisho kabisa walikuwa wakiondoka katika vilio hivyo bila ya kusoma Qur'ani. Kwani sasa hivi katika siku zetu hizi tunaona kuwa kuna baadhi ya watu huwa wanasoma Qur'ani bila ya kutafakari, na hapo wengine huwa wanachukua vijuzuu wakati wakiwa hawako katika hali ya tahara au ya nadhafa, kwa ajili ya kuridhisha watu ambao wako katika kilio hicho. Na jambo jingine muhimu kabisa, napenda kufahamisha kuwa kuna baadhi ya watu huwa wanafanya jambo kubwa kabisa na la makosa, nalo ni jambo ambalo watu huwa ikifika siku 40 baada ya maiti huyo kuzikwa, huwa wanakusanyika na kupika vyakula na kuanza kusoma dua au Qur'an. Hakika jambo hili la 40 halipo kabisa katika Uislamu, na wala bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake hawajalifanya jambo hili. Katika baadhi ya vitabu nimekuta kuwa hii 40 ilikuwa ni ada ya Mafiraun, kuwa wao walikuwa wanaatakidi kuwa ikifika siku 40 huwa kichwa cha mfalme wao kinapasuka, basi huwa wanakusanyika na kupika vyakula vingi na kuanza kusherehekea siku hiyo. Hakika sisi waislamu tunatakikana tujiepushe na mambo kama haya, na ninamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni wale ambao tunamfuata bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila kubwa na katika kila dogo. Hakika yeye ndiye wa kufuatwa, sio mwingine wowote yule. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira, walhamdulillahi rabbil alamin. أقيمي عثراتي قبل الصباح فإن الله. Jambo la mwisho kabisa tutakalozungumzia katika kaseti yetu hii ni kuhusu kutembelea makaburi. Ni jambo la kusikitisha kuona leo waislamu wengi wanajiepusha na kutembelea makaburi, wakati bwana mtume sallallahu alihi wasallam amesema, niliwakataza msiazuru makaburi, lakini sasa hivi yazuruni makaburi, kwani yanawakumbusha